Hujambo na karibu katika Genius ya Gavoo Media. Jina langu ni Michael wa Emmanuel. Dodoma. Serikali yaomba kusambaza umeme kwa kasi na kuboresha huduma vijijini. Bunge limepitisha bajeti ya Wizara ya Nishati ya zaidi ya shilingi trilioni 2, huku naibu waziri wa nishati na madini Dr. Biteko akiwahakikishia wabunge kuwa maono na ushauri waliotoa vinafanywa kazi kwa haraka ili kuboresha sekta ya nishati nchini. Alibainisha kuwa Tanzania ina zaidi ya vitongoji 32,000, lakini ni 927 tu ndivyo vilivyopata umeme hadi sasa, hali ambayo inaonyesha uwiano mdogo wa usambazaji wa nishati hiyo muhimu nchini. Alisisitiza kuwa matumizi ya umeme vijijini bado ni madogo na akaiomba serikali kuhakikisha mwaka wa fedha 2025-2026 unatumika kuongeza upatikanaji wa umeme katika vitongoji vyote nchini. Alisema azma kuu inapaswa kuhakikisha asilimia kubwa ya vitongoji vya Tanzania vinapata umeme ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu wa Halmashauri Kuu NEC, Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Amos Makalla, amesema kuwa baada ya uchaguzi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kitageuka kuwa kama jukwaa la harakati kwa sababu wamepoteza mwelekeo na malengo ya chama cha siasa, ambayo lengo kuu la chama cha siasa ni kushika dola. Makalla ameeleza hayo Aprili 28 wakati akizungumza na wananchi katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, akiwa katika ziara yake ya siku 3 mkoani humo, akisema Chadema watabaki kama jukwaa la harakati kwa sababu chama cha siasa lengo lake ni kushika dola, na katiba yao ibara ya 4 inasema watashiriki uchaguzi na kushika dola. Kwa hivyo Chadema, yani kuanzia sasa na kuendelea, kama hawatafanya uchaguzi wa miaka 5, halitakuwa jukwaa lolote kwa sababu wamepoteza malengo ya chama cha siasa, alisema Makalla. Lakini aliendelea kusema hata akiulizwa kwa sasa wanataka nini, hawana cha kusema kwa sababu chama chao kimekuwa jukwaa la harakati na hata wanachokifanya sasa ni harakati tu. Makalla ameongeza kitendo cha wao kuwaita wananchi mahakamani ni kuonesha hawakuwa na nia nzuri na kuwataka uache muhimili wa mahakama katika kufanya maamuzi, kwani mahakama ni chombo huru. Na katika habari za michezo hapa ndani ya Genius, Arsenal walichapwa 1-0 na Paris Saint-Germain katika mechi ya kwanza ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya iliyochezwa kwenye uwanja wa Emirates. Kikosi cha Mikel Arteta kilipata nafasi nzuri kupitia Gabriel Martinelli na Leandro Trossard, lakini walishindwa kuzitumia vyema kusawazisha mabao. Changamoto kubwa kwa Arteta kabla ya mechi hii ilikuwa ni jinsi ya kupanga kikosi bila kiungo wake. Na tukirejea nyumbani, uwanja wa Benjamin Mkapa ni silaha ya Simba. Kama hakuna silaha ambayo Simba wanapaswa kuitumia vyema katika mchezo wao wa fainali ya CAF dhidi ya RS Berkane, ni kiwanja cha Benjamin Mkapa. Hii ni silaha muhimu zaidi katika vita vyao na Waarabu wa Morocco. Jambo zuri ni kusikia siku hiyo ya mchezo huo wa pili wa fainali, uwanja huo uliofungwa utafunguliwa kwa ajili ya mchezo huo tu. Hii ni miongoni mwa taarifa nzuri kwa Simba kuelekea katika mchezo huo. Uwanja wa Benjamin Mkapa una makaburi ya timu nyingi sana. Timu nyingi zimeacha makaburi yao pale. Hata hawa Berkane kuna kaburi lao pia. Simba wana uwezo wa kucheza sehemu nyingine na wakapata matokeo mazuri tu. Lakini Simba akiwa kwa Mkapa ni kama simba mnyama akiwa katika mawindo. Na kunako anga za kimataifa, serikali ya Kenya yaijibu BBC kuhusu makala iliyofichua askari waliowaua waandamanaji. Serikali ya Kenya imekosoa BBC juu ya makala yake iliyotoa kwa jina la Blood Parliament iliyopeperushwa hewani siku ya Jumatatu na kufichua maafisa wa usalama 3 waliofuatiwa risasi na kuwaua waandamanaji nje ya bunge wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa nyongeza na ushuru. Makala hiyo ambayo ilihusisha maelfu ya picha na video kubaini afisa wa polisi na mwanajeshi akihusika katika ufyatuliaji risasi imesababisha hasira kwa umma na kuanzisha tena wito wa kutaka haki iendelee. Makundi ya kutetea haki za binadamu kama Amnesty International na chama cha wanasheria nchini Kenya walizungumzia makala hiyo wakisema ilifichua ukatili wa polisi nchini Kenya. Mpaka kufikia sasa, dawati la Genius kutoka hapa Gavoo Media hatuna la ziada. Ulikuwa nami Michael wa Emmanuel. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zote ambazo tunazidi kukuwekea hapa. Asante sana. Bye bye.